tumeamua kujiunga pamoja na kutumia fursa za kiuchumi zilizopo katika wilaya yetu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kikundi hiki kilianzishwa tarehe 5 mwezi wa 11 2024 kwa lengo la kujiajiri katika shughuli halali na kutengeneza ajira. Aidha, kikundi hiki kimejikita katika shughuli za uchomeleaji wa dhana na vifaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani na kwenye shughuli za ujenzi. Kikundi hiki kilianza na mtaji wa shilingi milioni 1, lengo kuu ikiwa ni kujiinua kiuchumi pamoja na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa jamii. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mnamo tarehe 6 mwezi wa 3 2025, kikundi kilifanikiwa kupata mkopo wa halmashauri wenye thamani ya shilingi 27,414,000 kutoka mapato ya ndani kwa ajili ya ununuzi wa mashine ya baraza kuchanganya chakula cha kuku cha mifugo, mashine ya kutolesha vifaranga, mashine ya kuzalisha joto moja, pamoja na vifaranga 1,300 vya kuku aina ya Saso. Hadi kufikia tarehe 1 mwezi wa 10 2025, kikundi kimefanikiwa kurejesha jumla ya shilingi milioni 1,250,000. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, kupatikana kwa mkopo huu kumewezesha mradi huu kutupatia ajira ya kudumu iliyopelekea kuinua uchumi wetu pamoja na kuwezesha upatikanaji wa chakula cha mifugo, mayai na kuku wa nyama. Aidha, mradi huu umewezesha kuunganisha na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Vile kikundi kinaendelea na taratibu za mwisho kujiunga na mfumo wa manunuzi wa serikalini NeST. Pia kikundi kimeajiri vijana 5 katika utaratibu wa ajira za muda. Pia mradi umekuwa kituo cha mafunzo kwa jamii juu ya namna ya uzalishaji wa chakula cha kuku, mbinu za ufugaji na uchomeleaji. Tunatambua miongoni mwa mambo ambayo rais wetu anayafanya leo hii ni swala zima la kuwawezesha vijana wetu pamoja na wananchi, kwa kuwawezesha kwa kupatiwa fedha ili kwenda kutumia fursa mbalimbali zilizopo katika maeneo yao. Vijana hawa wa Changarawe ni miongoni mwa vijana ambao wamenufaika kupitia 4% za vijana zilizopo halmashauri. Ni imani yangu kwa vijana wengine waliokuwa hapa ambao bado hawajenda kutumia fedha hizo, ni wajibu wa kila mmoja wetu kwenda kutumia fedha hizo, kwa sababu serikali imekuwa ikitoa fedha hizo ni kwa ajili ya kwenda kuondosha changamoto ya malalamiko ya vijana kwamba hawana ajira, vijana hawana fedha za kuanzisha mitaji mbalimbali. Ninyi wenyewe kwa siku ya leo mmeona kwa ushuhuda, vijana hawa hawajafika hata idadi 10 wamepewa fedha zaidi ya milioni 27. Naomba tuwapigieni makofi mengi sana. Na hata wao wenye wao hawakutarajia, lakini wamejikusanya kikundi, wakaamua kujishughulisha kwenye shughuli mbalimbali, ikiwemo uchomaji wa mageti na milango pamoja na ufugaji wa kuku na mengine ambayo wanaendelea kuyafanya. Ni imani yangu vijana hawa watakuwa ni vijana wa mfano ndani ya halmashauri hii. Tunatambua sio kwamba ni wao waliopewa, bali fedha tayari wameshapewa makundi mengi, ikiwemo makundi ya kina mama, ikiwemo kundi la watu wenye mahitaji maalumu pamoja na kundi hili la vijana. Niwaombe sana ndugu vijana wenzangu, twendeni tukatumie fedha hizo kama ambavyo rais wetu ametaraji. Mkurugenzi wakati tunakuja huku nilikuwa namuuliza, amenithibitishia na amenihakikishia kwamba halmashauri yetu bado fedha zipo za kutosha, bali sisi wananchi ndiyo tumekuwa wazito kwenda kutumia fedha hizo. Ni imani yangu kwa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu kila mmoja ataenda kutimiza wajibu hilo. Lazima mujikusanye kikundi ambacho kitaanzia watu 5 na kuendelea. Masharti ya fedha hizi hauwezi kupewa mwananchi peke yako. Tunapokupa wewe kama wewe, hatuna usalama wa fedha hiyo. Lakini mkuu wengi wawili wakisema tugawane, watatu watasema tuendelee na kazi ambayo tumeamua kuifanya ndani ya taifa hili. Mwisho kwa kumalizia, niendelee kuwaomba sana ndugu zangu wananchi, kupitia kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru ya mwaka huu, twendeni tukajitokeze kupiga kura, twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu katika hali ya amani na utulivu.